Karibu katika episode ya 4 recap yetu. Kumbuka kwamba bidada Sally alikuwa akimsifia Mwamba kwamba yeye atakuja kuwa mume bora sana na mwanamke ambaye atampata basi atakuwa na bahati kupita kawaida. Na baada ya bidada kumwaga sifa kama zote, usingizi ukawa umempitia, basi Mwamba akampatia bega lake ili bidada aweze kuegama. Basi walikaa hivyo mpaka palipoweza kufika asubuhi, na treni ilianza safari na kuweza kuweka kituo chake katika maeneo ya Pyongyang, yani mji mkuu wa Korea ya Kaskazini. Kumbuka kwamba mji mkuu wa Korea Kusini ni Seoul. Sasa ikitokea bidada ameshinda mashindano hayo, atatakiwa kusafiri kwenda nje ya nchi na anatakiwa kuwa na passport inayomuonyesha kwamba yeye ni raia wa Korea ya Kaskazini. Kwa hiyo Mwamba akawa anamwandaa bidada kwa kumpiga picha na vitu kama hivyo ili kumwandalia passport. Sasa katika maeneo hayo ya Korea Kaskazini, mitaa hiyo ambayo bidada alikuwa anachukua picha yake ya passport, kwa bahati mbaya kuna Mwamba mmoja ambaye inaonekana alikuwa ameanzisha uvumi kwa kusema kwamba yeye ni boyfriend wa bidada Sally. Huyo Mwamba baada ya kupiga pesa mingi sana kutokea kwa kaka yake na bidada Sally, basi moja kwa moja akakimbilia huko Korea Kaskazini. Hasa akiwa mitaa hii, si ndo aamini kabisa kuona kwamba bidada naye alikuwa katika mitaa hii. Haraka sana ikabidi kumshika mkono na kumuingiza katika maeneo ya lift, na akataka kuanza kufanya naye maongezi. Ghafla tu Mwamba captain akawa amejitokeza na kuweza kuachanisha mikono. Jamaa akashangaa, huyu ananiachanisha mikono ni nani? Kwa nini ananiachanisha mikono? Lakini bidada akasema huyu ni bodyguard wangu. Okay, sawa. Sasa hapa ndo Mwamba akaanza kuelewa kwamba wenda hao wanajuana kutokea huko Korea Kusini. Mwamba akasema, hivi unajua kule Korea Kusini unatafutwa sana wewe. Hivi unafanya nini huku? Na kwa nini hujatoa taarifa nyumbani kwenu? Lakini kuna mambo mengine mengi sana nataka nikuambie. Tukutane baadaye katika kibanda cha kahawa, sawa Na Mwamba alivyo na nidhamu, ile business card yake akampatia Mwamba Jong yake. Sasa Jong yake akamwambia bidada kwamba sijapenda ulivyoweza kuniita bodyguard, hata kidogo sijafurahia. Sasa wakati huu wanaendelea kutembea, ghafla tu kuna mtu akataka kumpiga bidada na mpira. Mwamba akaenda kumlinda na kumchukua ule mpira na kurudisha. Lakini bidada akamwambia kuwa hivi unajua hicho unachokifanya ndio kazi kubwa ambazo mabodyguard wanafanya. Umeweza kunilinda na mpira, usiweze kunipiga. Sasa Mwamba Sang-jung yule ambaye alipanga kukutana na bidada katika kibanda cha kahawa siku ya leo, alikuwa anafukuzwa na watu fulani hivi ambao ni wauni kweli kweli kutokea huko Korea Kaskazini, na wakamkimbiza mpaka juu kabisa ya ghorofa. Na kumbe hiki kikosi cha wahuni kimeagizwa kutokea kule Korea ya Kusini, na lengo lake ni moja tu, kuja kurudisha maokoto yote ambayo bwana mdogo aliweza kumtapeli kaka yake na bidada Sally kwa kusema kwamba eti kwamba anajua Sally alipo. Basi Mwamba akaanza kujitetea, yani kwa furaha kabisa kwamba jamani, bidada Sally yupo, mimi sio kwamba nilitoroka kuja huko Korea Kaskazini, bali ndio nilikuja kumfuata, yuko huku, ngoja nimpigie simu sasa hivi hapa. Na Mwamba akatoa masharti ya kwamba kama mnataka niwaambie bidada Sally alipo, basi mnatakiwa kupunguza deni mnalonidai, angalau mnidai kwa nusu, kwa sababu mwezi mkanidai mimi bilioni 1, mnataka nijiunge Freemason ndio niwalipe au? Hasa huko upande wa pili bidada Sally amebananishwa na Mwamba, hivi nyinyi mna mahusiano gani na yule jamaa? Lakini bidada Sally akasema mahusiano yetu sisi kwamba yapo au hayapo, niseme kwamba hamna. Yule mwanaume ambaye tumekutana naye siku ya leo ni mwanaume ambaye huwa anasafirigi, hatulii kabisa ndani ya Korea, yani kila muda tu yuko nchi hii yuko nchi ile. Hasa kaka zangu ndio walikuwa wanalazimisha niolewe na yule ili nisije nikalisi mali za familia niwe na safari ovyo, lakini mimi nilikuwa nakataa, na kila siku walikuwa wananilazimishia kuolewa na huyu jamaa. Hasa kwa bahati iliyo mbaya, kumbuka kwamba hao wameelekea mjini. Kumbe bana mama yake mkwe na Mwamba captain naye alikuwa katika mitaa hii, akampigia binti yake simu akasema hivi nyinyi mna mahusiano kweli? Mbona namuona huyu jamaa akiwa huko na mwanamke mwingine? Hasa hao wawili bana wakawa wamefika katika hoteli, lakini Mwamba akaanza kuikagua hiyo hoteli, akagundua kwamba ina vifaa vingi sana vya kusikiliza maongezi yote. Lakini bidada Sally alileta stori za ajabu sana, akasema wenda wakina kaka zangu waliona mbali, kwa sababu mwanaume ambaye tulikutana Korea ya Kusini leo nakuja kukutana naye tena huko Korea Kaskazini, sije ikawa ni mipango ya Mungu niolewe naye huyu jamaa. Sasa bidada anaamini katika mipango ya Mungu kwa sababu Korea ya Kusini kuna Ukristo. Sasa huko Korea Kaskazini hakuna Ukristo kabisa, na wala dini ya Ukristo hairuhusiwi. Akaanza kusema kwamba wewe unasema mipango ya Mungu, Mungu gani wewe? Wewe ulipata ajali ya parachuti ukaangukia Korea ya Kaskazini. Huyo jamaa wako hatujui hata amekujaje Korea ya Kaskazini ndio mmekutana. Mipango ya Mungu gani inaingiaje hapo? Wakati mabishano ni makali sana, wakasikia mtu anagonga hodi. Ile kutoka nje, si anakuta ni mpenzi wake yule Seoden. Aise, amejuaje kama niko hapa? Bidada Sally akaanza kujielezea, bana tulikuwa katika vyumba tofauti lakini tuko katika mission hapa ya kijeshi. Bidada akasema sikuja kwa ajili ya hayo, akamwita Mwamba ndani, kisha wakaanza kuongea. Akasema kwamba wazazi wako na wazazi wangu siku leo wanakwenda kukutana, ni muhimu kafika kwa wakati. Basi Mwamba ni kweli kabisa kafika katika kikao cha familia. Sasa huyu mzee aliyevaa combat ndio baba yake na Mwamba Sang-jung. Alichokisema ni kwamba harusi itakwenda kufanyika mwishoni mwa mwezi ujao na itafanya haraka sana. Sasa Mwamba ni captain, anahisi kama vile mzee wake anampa oda hivi, akajikuta amekaa kimya wala kujibu kitu chochote kile. Na huyu bidada Seodon akaenda mpaka katika maeneo ambayo bidada Sally yupo, akaanza kumwambia kwa
kwamba karibu bana, kualika katika harusi yetu ni mwezi ujao mwishoni. Bidada alitabasamu na kusema kwamba nitashukuru sana, kama nikipata nafasi hakika nitafika. Hasa mishale ya usiku sana, Mwamba Sajung akaweza kukutana na huyu bidada Seli, wakaanza kupiga story. Sasa wakati wanaendelea kupiga story, akawa anamrekodi bidada video, kisha akawa anamtumia kaka yake na kumwambia kwamba si umeona picha ya mdogo wako yuko huku. Akasema unatakiwa kufanya utaratibu kuhakikisha kwamba mdogo wako anarudi salama ndani ya nchi ya Korea Kusini, kwa sababu ni mchakato mzito kidogo. Hasa huyu Mwamba Sajung kumbe anafahamiana mpaka na yule askari ambaye anadili na masuala ya uhamiaji, yule ambaye anamuindaga sana bidada. Sasa siku ya leo akawa amemfuata na akamuonesha picha, akasema bana, kuna huyu mdada anatokea Korea Kusini, hebu pigeni dili, ana hela sana huyu. Hasa Mwamba akamkumbuka vizuri huyu bidada kwamba huyu ndio yule alisemaga kwamba ni mpenzi wa Mwamba Captain, kumbe huyu bana ni Mkorea Kusini. Kwa hiyo Mwamba amepiga madili dabo kule kwa kaka mtu anatakiwa kutuma pesa kwa ajili ya kumsafirisha mdogo wake, lakini huku ndani ya Korea Kaskazini ametoa taarifa kwa watu wa uhamiaji kwamba huyu dada ni mdada ambaye ni wa Korea Kusini na hana passport. Na Mwamba haya madili ni kawaida tu, akitoaga taarifa na alipo chochote kitu anaendelea na maisha yake. Hasa huku upande wa pili Mwamba Captain Yang alikuwa ameandaa kila kitu kwa ajili ya bidada kuanza safari, na bidada alikuwa anatakiwa kuelekea airport wakati huu kwa sababu passport yake tayari iko okay kabisa. Lakini Captain yeye alikuwa kwenye pikipiki, ila bidada alikuwa amepanda kwenye gari. Kwa hiyo alikuwa na escort ile gari ambayo ilikuwa inampeleka bidada airport. Na katika dakika za kuhesabu tu kuna bonge la lori lilikuwa limeweza kujitokeza, na hii lori lilikuwa linakimbia mfano wa ile lori ambayo ilikuwa inakimbia katika movie ya Jeepers Creepers. Bana we, bidada akikunja kushoto yupo, akikunja kulia yupo. Hasa ukumbuke kwamba Mwamba Captain Yang wala hakuwa mbali, akaanza kuishambulia gari kwa risasi ambayo inawasumbua kina bidada. Moja kwa moja katika ile kati za usumbufu hizi, Mwamba akajikuta ameshambuliwa vibaya, akaweza kuanguka chini. Ile kufunga na kufungua wakajikuta wamekaa katikati ya barabara baada ya mizozo mingi sana ile gari ambayo ilikuwa inawafukuza, na mbele yao kuna kuja bonge la gari ambalo hili likiwagonga basi wampoteza maisha. Na Mwamba Captain Yang on time akachimba katika eneo hilo akiwa na pikipiki yake, akaitoa sadaka kwa kuweza kuiburuza mbele ile gari, kwa sababu pikipiki bana inajiburuza. Mwamba kaifyatulia risasi kapasuka. Bidada kumuona Mwamba yuko hai akaanza kumwambia kwamba unaendeleaje, anamshikashika hivi kumkagua kama jamaa yuko okay. Lakini kwa bahati iliyo mbaya ile gari ambayo ilikuwa imesimamishwa, dereva wake akashuka chini na kuanza kumfyatulia Mwamba risasi kama 2-3 hivi za mgongo. Captain Yang akiwa hana ujanja kabisa anaendelea kuanguka chini, akatumia kapumzi kake ka mwishoni akarudisha naye risasi kama 2-3 hivi na kuweza kumwangusha kabisa yule dereva. Sasa huyu Mwamba akamwambia bidada hawahi sana airport kwa sababu atakwenda kukosa ndege yake, ila yeye swala la afya huyu jamaa atakwenda kulihangaikia. Lakini bidada hakuwa tayari kabisa, haraka sana akampakia Mwamba kwenye gari na wakawa wanampeleka hospitalini. Taarifa ya madaktari inasema kwamba hospitali na upungufu mkubwa sana wa damu, kwa hiyo ni muhimu Mwamba akachangiwa damu. Bidada alikuwa na grupu la damu la grupu O, ana ruksa ya kumchangia mtu yoyote yule. Kwa bidada akatoa damu yake na kumchangia Mwamba, na alisimama kando ya Mwamba mpaka palipoweza kukucha. Jamaa anaamka anagundua kwamba bidada bado yupo, akasema wewe bado hujaondoka? Bidada akasema nisingeweza kuondoka ukiwa na hali mbaya. Mwamba akasema hivi unajua tumejitoa kafara kiasi gani kuhakikisha kwamba wewe unaondoka? Yaani ilikuwa nafasi yako ya mwisho kabisa hii, unataka kujisababishia matatizo kiasi gani ndio urudi nchini kwenu? Bidada hii kauli ilimuumiza sana, akajikuta anaondoka pale hospitalini kinyonge. Lakini daktari wakati huo akawa anaingia na kusema kwamba yani hospitali yetu ilikuwa haina damu kabisa, kama huyu bidada asingejitolea damu basi ulikuwa umekufa. Mwamba ndo akagundua kwamba bidada alikuwa ni muhimu sana kwa ajili ya afya yake, kwa sababu kama bidada asingelikuwepo manake yeye angelikufa sasa. Bidada yuko huku nje ana mawazo sana, anawaza aondoke, lakini ataondokaje ikiwa hana njia yoyote ile ya kuweza kutoka ndani ya nchi hii? Lakini wakati huo Mwamba akawa amejikongoja kaja. Bidada akaanza kumfokea, kwani umetoka katika chumba cha hospitalini? Unatakiwa kuendelea kupumzika wewe. Lakini Mwamba aliongea kwa sauti ya upole sana akisema unisamehe, sikujua kama uliweza kujitolea damu kwa ajili yangu, na kushukuru sana, kumbe mimi kuishi ni kwa sababu ya wewe siku ya leo. Bidada kama kawaida binti Sayuni akaanza kusema kwamba wewe kuishi wewe ni mipango ya Mungu. Sasa Mwamba elewagi kabisa bidada anaposemaga mipango ya Mungu, akasema ni wewe uliyenitolea damu. Mwisho wa siku Mwamba akawa amemkisi bidada. Baadaye nesi aliendelea kumcheki jamaa joto lake la mwili, akagundua kwamba joto lake liko vizuri tu na jamaa anaweza karudishwa nyumbani kuendelea kujiuguza. Lakini ongela bana, una mke mzuri sana, nyakati zote za asubuhi alikuwa anakukisi tu. Bidada akaanza kuona aibu, kumbe bidada Seli alikuwa anamkisigi Mwamba wakati amelala, afu yeye jamaa akaenda kumkisi alipokuwa ameamka. Alafu ghafla tu nesi alishtuka kwamba pressure ya jamaa imeanza kupanda, kumbe Mwamba alipoambiwa kwamba bidada alikuwa anamkisi asubuhi mapigo yake ya moyo yakawa yameongezeka. Sasa bidada kwa aibu hivyo hivyo tu akaacha ka I love you fulani hivi katika gwanda la Mwamba, kisha akawa anatoka nje. Lakini anatoka tu anakutana na masoja wamekuja hapa mkuja kumwangalia mkuu wao. Sasa hao masoja walipoweza kuingia ndani bana, jamaa akajifanya ameweza kusinzia, yani amelala ajitambui. Basi masoja wakaanza kusema kwamba unajua mkuu wetu bana ni mzuri sana wa kupiga risasi na mtu mzuri sana wa kukwepa risasi. Mimi nashangaa amepigwaje risasi? Unajua bosi, kutoka ameanza mahusiano na haka kabidada amekuwa mdebwedo sana siku hizi. Yaani mpaka risasi nampata. Bosi wetu ilikuwa risasi haimpati huyu. Dada Seli akaingilia akasema, "So amepigwa kizembe ni kwa sababu alikuwa ananisaidia mimi. Yaani mimi ndio nilikuwa natakiwa nipigwe hiyo risasi." Miamba wakazidi kukazia bana, huba ndo limemponza bosi. Huba, yani huba. Bosi
wetu bana anaweza kakulinda wewe na asipigwe yeye risasi. Inawezekanaje kwako ndo apigwe risasi? Basi bidada aliwatimua kwa hasira nje. Tokeni bana, tokeni, mnazungumza upumbavu tu hapa. Basi Mwamba ndo akafungua macho. Bidada akaanza kumwambia, hivi ni kweli wewe upigwage risasi? Sasa kwa nini ulikubali kupigwa risasi kwa ajili yangu? Mwamba akasema, kama nisingepigwa risasi mimi, manake wewe ndo ungepigwa risasi. Mishale ya usiku sana, Mwamba akiwa anaelekea kulala zake, bidada akawa anachukua blanketi anataka kulala pale chini. Mwamba akamwambia, hapana bana, njoo lala kitandani. Basi wakawa wamelala kitandani kwa pamoja, japokuwa bidada alikuwa na hofu sana kwamba atamtonesha jamaa. Hasa bidada bana, pasipo kujua kwamba huyu Mkorea Kusini ambaye yuko ndani ya nchi ya Korea Kaskazini ndio mtu ambaye anacholesha ramani ya kila kitu. Akampigia simu akimwambia kwamba yuko katika mitaa ya hospitalini, amfanyie mpango wa kuweza kusafiri kurudi mitaa ya Korea Kusini. Asijue kwamba huyu mtu ndio hatari na ndio mtu ambaye anamuuza mpaka yeye kushambuliwa na risasi ni kwa sababu ya huyu mtu. Hivi unadhani kuna dalili za bidada kuweza kurejea ndani ya nchi yake? Mbona ni kama anapitia mitihani mingi sana? Hebu anawe tukutane katika episode ya 5. Kumbuka kwamba huu moto tumeuasha na hatupoi.